Siku hii Boniface alihudhuria sherehe kubwa iliyokuwa imeandaliwa na kampuni yao kwa ajili ya kusherehekea mafanikio makubwa ya kampuni hiyo, pia kuwapongeza wafanyakazi waliofanya vizuri zaidi kazini. Boniface alikuwa amefika akiwa pamoja na Mary. Ukumbi ulikuwa umejaa watu. Muziki wa taratibu ulikuwa ukicheza huku wageni wakifurahia chakula na vinywaji mbalimbali. Welcome to the Innovate Tech Awards, celebrating excellence and innovation. Feel the rhythm, let the energy flow. Together we shine, Innovate Tech. Come everybody, feel the groove. Dance with us, Innovate Tech. Bado sijaona, piga kelele. Wakati huo, upande mwingine wa jiji, Doris alikuwa njiani kuelekea ofisini kwa Boniface. Hakujua kabisa kwamba siku hiyo kulikuwa na sherehe zinazoendelea kwenye ukumbi wa kampuni hiyo. Lengo lake lilikuwa moja tu, azungumze na mume wake. Kwa siku kadhaa, Boniface alikuwa hapokei simu zake wala kujibu ujumbe wake. Doris alihitaji kuzungumza naye. Alikuwa bado na matumaini huenda Boniface akarudi nyumbani. Ndani ya ukumbi, shamra za sherehe ziliendelea. Boniface alitabasamu kwa fahari huku Mary akiwa pembeni yake, akionekana mwenye furaha kana kwamba yeye ndiye aliyekuwa mke halali. Lakini kulikuwa na minong'ono ya siri. Wanawake wawili waliokuwa wamekaa upande mmoja wa ukumbi walikuwa wakimwangalia Mary kwa umakini. "Mwanamke huyo sio mke wa Boniface," mmoja alisema kwa sauti ya chini. "Una uhakika?" "Nina uhakika kabisa. Mke wake namfahamu. Tuliwahi kufanya kazi sehemu moja miaka michache iliyopita." Mwenzake akatikisa kichwa polepole. "Basi huyo lazima awe mchepuko wake." Akacheka kidogo kisha akaongeza, "Lakini si unajua wanaume walivyo siku hizi?" Wote wawili wakatazamana na kuendelea kunywa juisi zao huku sherehe ikiendelea. Wakati huo Doris alikuwa amefika kwenye geti la kampuni ambayo Boniface alikuwa akifanya kazi. Moyo wake ulikuwa umejaa wasiwasi na hofu, lakini alitamani sana kuonana na Boniface ana kwa ana. Alimsogelea mmoja wa walinzi waliokuwa getini. "Habari?" alisalimia kwa upole. "Salama mama, karibu," mlinzi alijibu. "Samahani, nimekuja kumuona mume wangu, anaitwa Boniface, anafanya kazi hapa," mlinzi akasema. "Kwa sasa kuna sherehe zinaendelea kwenye ukumbi wa kampuni. Wafanyakazi wengi wako huko." Doris aligeuka kidogo na kutazama upande wa ukumbi uliokuwa umbali mfupi kutoka hapo getini. Muziki wa mbali na sauti za watu zilikuwa zikisikika taratibu. "Sherehe inaisha saa ngapi?" aliuliza. Mlinzi alitikisa kichwa. "Kwa kweli sijui dada, ila inawezekana wanakaribia kumaliza kwa sababu imeanza muda mrefu kidogo." "Sawa," Doris alijibu. Kisha akaenda kukaa kwenye kiti. Aliweka mkoba wake pembeni na kuendelea kusubiri. Dakika kadhaa zilipita. Wafanyakazi wachache walikuwa wakipita huku wengine wakiingia na kutoka kwenye majengo ya kampuni, lakini Boniface hakuonekana. Doris aliendelea kusubiri kwa uvumilivu. Baada ya muda, wazo fulani likamjia ghafla. Alijua kuwa anaweza kupishana na Boniface. Ikiwa Boniface angetoka wakati yeye bado yupo hapo getini, ingewezekana kabisa wasionane. Akatazama tena upande wa ukumbi. "Nisije nikapishana naye," alijisemea moyoni. Bila kupoteza muda, alinyanyuka taratibu kutoka pale. Akachukua mkoba wake na kuuweka vizuri begani. Kisha akaanza kutembea kuelekea ukumbi wa sherehe. Kadiri alipokuwa anakaribia, ndivyo sauti za muziki, vicheko na mazungumzo zilivyozidi kusikika kwa wazi zaidi. Watu waliokuwa wamevalia vizuri walionekana wakitembea huku na huku karibu na eneo hilo. Lakini Doris hakujali chochote kati ya hivyo. Kitu pekee alichokuwa akiwaza ni kumuona Boniface tu. Alipofika karibu na lango la ukumbi, Doris aligundua kuwa sherehe ilikuwa inaelekea mwishoni. Muziki ulikuwa bado ukisikika kwa sauti ya chini huku wageni wakizungumza kwa makundi mbalimbali. Wengine walikuwa wakipiga picha za kumbukumbu na wengine walikuwa wakijiandaa kuondoka. Doris hakuthubutu kuingia moja kwa moja. Alisimama karibu na mlango na kuanza kuchungulia kwa tahadhari. Macho yake yalikuwa yakimtafuta Boniface katikati ya umati wa watu. Mara ghafla, mfanyakazi mmoja aliyekuwa akipita mlangoni hapo akamwambia, "Karibu mama, unaweza kuingia. Usichungulie kwa mbali hivyo," alisema kwa tabasamu. Doris alishtuka kidogo kisha akatabasamu kwa aibu. "Asante sana," alisema kwa upole.
Akapiga hatua za taratibu kuingia ukumbini. Wakati huo huo, upande mwingine wa ukumbi, Mary alikuwa amekaa karibu na Boniface. Alipogeuza macho yake kuelekea mlangoni, aliganda kwa mshangao. Haraka akamsogelea Boniface. "Boniface," alisema kwa sauti ya chini. Boniface akamgeukia. Mary akaonyesha upande wa mlangoni kwa macho. "Yule si Doris?" Boniface alipogeuka kutazama, uso wake ukabadilika ghafla. Tabasamu lililotanda usoni mwake likatoweka. Mishipa ya shingoni mwake ikajitokeza kidogo, huku akikunja uso kwa hasira. Bila kusema chochote, alisimama haraka na kuondoka pale. Mary alikuwa akimtazama huku moyo wake ukianza kwenda mbio. Wakati huo Doris alikuwa bado anatazama huku na huku, akitafuta sehemu ya kukaa. Hakuwa amemwona Boniface nyuma yake. Ghafla alihisi mtu akimshika mkono kwa nguvu. Aligeuka kwa mshtuko. Alikuwa ni Boniface. Uso wake ulikuwa umejaa hasira zilizojificha. "Njoo huku," alimnong'oneza kwa sauti kali. Doris alibaki amemwangalia kwa mshangao. Boniface hakumpa nafasi ya kujibu. Aliendelea kumvuta kuelekea nje ya ukumbi. Alijikaza kwa nguvu zote kuhakikisha hakuna mtu aliyegundua kilichokuwa kinaendelea. Alijua macho mengi yalikuwa yakimwangalia. Alitabasamu kwa kujilazimisha kwa watu wachache waliokuwa karibu, huku akiendelea kumpeleka Doris nje. Walipofika nje ya ukumbi na kusogea sehemu yenye utulivu mbali kidogo na watu, Boniface ikabadilika kabisa. Alikuwa anaona aibu kusimama na Doris katika hali yake ya sasa ya kunenepa. Kwa ukali akasema, "Una nini wewe? Mume wangu, nataka tu tuzungumze." "Siwezi kuzungumza na wewe hapa," alisema kwa ukali. "Hapa si mahali pake." Doris akasema, "Nikikupigia simu hupokei, nikikutumia meseji hujibu. Unataka nifanye nini sasa?" Boniface hakujibu mara moja. Wakati huo, mtu mmoja alikuwa akipita, aliwaona kwa mbali. Akashangaa jinsi Boniface alivyokuwa akiongea kwa ukali na Doris. Mbona Boniface anaonekana mkali sana kwa huyo mama? Akajiuliza moyoni. Lakini kabla hajapata muda wa kufuatilia zaidi, mtu mwingine alimuita na akaondoka. Boniface akamkaribia Doris kidogo. "Usije ukarudi tena hapa," alisema kwa sauti kali. "Mambo yangu ya nyumbani sitaki uyalete kazini." Doris alibaki kimya akimtazama. "Na ukirudia kufanya hivi, utaniona mbaya, Doris." Boniface akamsukuma pembeni ili apite. Doris akayumba kidogo. Mary naye alikuwa ameshatoka kwenye ukumbi, hivyo Boniface akamfuata na kumwambia, "Siwezi kuendelea kukaa hapa, hebu twende." Boniface akamshika mkono Mary, wakaondoka. Doris alibaki amesimama pale. Watu walikuwa wakipita pembeni yake. Lakini kwake dunia ilionekana kusimama. Aliutazama mgongo wa mwanaume ambaye aliwahi kuamini angekuwa wake milele. Machozi yakaanza kujikusanya machoni mwake. Lakini Boniface hakuyaona, na hata kama angeyaona, wala asingejali. Mary alikuwa akiwaza kuhusu tukio lililotokea nje ya ofisi. Alikuwa ameona jinsi Doris alivyokuja kumtafuta Boniface na jinsi alivyomsihi waongee. Mwishowe akamgeukia Boniface. "Inamaanisha bado hujamwambia Doris kuhusu talaka?" Boniface aliendelea kutazama barabara mbele yake. "Hilo jambo si la kukurupuka, Mary." Mary akakunja uso. "Kwa nini?" Boniface akatikisa kichwa kidogo. "Unajua talaka si jambo dogo. Kuna watoto wanahusika. Watoto wangu bado wadogo sana." Ndani ya moyo wake kulikuwa na mawazo mengine ambayo hakutaka kuyasema. Alikuwa akiwaza kuhusu mali walizojenga pamoja na Doris kwa miaka yote ya ndoa yao. Nyumba, viwanja, akiba, biashara na vitu vingine vingi walivyovitafuta kwa jasho lao. Mary hakuridhika na jibu hilo. "Boniface, usiniambie umeanza kubadilisha mawazo." "Hapana." "Basi kwa nini unaendelea kuchelewesha?" Mary akakaa vizuri kwenye kiti chake. "Lakini haya unayataka mwenyewe. Doris ataendelea kukusumbua na kukufuata popote pale. Na ana haki kwa sababu wewe ni mume wake. Mimi nimechoka bwana, haya maisha. Wewe fanya maamuzi." Boniface alibaki kimya akitafakari. Kisha akasema, "Unajua kinachonisumbua ni watoto wangu. Sitaki kutengana nao." Mary akasema, "Kuhusu watoto, mimi naona baada ya kila kitu tutawachukua. Wataishi na sisi." Boniface akamgeukia kwa mshangao kidogo.
Watoto wataishi na sisi? Ndiyo mpenzi, Mary akasema kwa kujiamini. Tutawalea pamoja, bado ni wadogo, watazoea. Pia hao sio watoto wako pekee, ni wetu sote. Boniface hakusema chochote. Mary akaongeza kusema, kama unanipenda kweli, hakikisha unamalizana na Doris. Boniface aliendelea kuendesha gari huku akisikiliza. Kulikuwa na ukimya wa muda kidogo ndani ya gari. Hatimaye Boniface akasema, usijali malkia wangu, very soon nitamaliza hili. Hilo ndilo nilitaka kusikia. Tabasamu likatokea usoni mwa Mary. Akaushika mkono wake kwa furaha. Usiku huo, Doris akiwa anawabembeleza watoto wake mapacha ili walale, Alice akaamka. Mama, baba amerudi? Swali lile lilimchoma sana Doris moyoni. Alijitahidi kutabasamu kidogo. Hapana mwanangu. Alice akamwangalia mama yake. Hata akiwa mtoto mdogo, alianza kuona mambo hayapo sawa nyumbani. Baba amekukasirikia? Alice akauliza tena. Doris alibaki kimya kidogo. Hakutaka mtoto wake aanze kuumia mapema. Akamvuta karibu na kumkumbatia. Hapana mwanangu. Baba ana kazi nyingi tu. Lakini ndani ya moyo wake, Doris mwenyewe hakujua kama Boniface angerudi tena kama mume au kama mgeni. Kesho yake asubuhi akiwa anafanya shughuli za nyumbani, mara simu yake ikaita. Alipoangalia, aliona jina ni Boniface. Kwa muda mfupi alihisi labda mume wake amempigia kuuliza watoto au labda ameamua kurudi nyumbani. Haraka akapokea simu. Hello mume wangu? Lakini upande wa pili sauti ya Boniface ilikuwa nzito na ya kawaida, kana kwamba anaongea jambo lisilo na hisia yoyote. Doris, nataka uanze kujiandaa. Doris akashangaa. Kujiandaa na nini? Kulikuwa na ukimya mfupi. Kisha Boniface akasema, kujiandaa kwa talaka. Maneno yale yalimpigia Doris kama radi. Mwili wake ukakosa nguvu ghafla. Alijishika kwenye meza ya jikoni ili asianguke. Una maana gani? Boniface akajibu bila hisia. Na maana hiyo hiyo. Mimi siwezi kuendelea na ndoa hii. Machozi yakaanza kujaza macho ya Doris. Mume wangu, tafadhali usifanye hivi. Watoto bado wadogo. Tafadhali fikiria familia yako. Lakini Boniface hakubadilika. Nilishafanya maamuzi yangu. Ni bora kila mtu akaendelea na maisha yake. Doris alihisi kifua chake kinauma. Hivi kweli, miaka yote hii haina maana kwako? Aliuliza kwa maumivu makubwa. Boniface akasema, usifanye hili jambo kuwa gumu zaidi. Baada ya kusema hivyo, akakata simu. Doris alibaki amesimama pale jikoni, simu ikiwa bado mkononi. Talaka. Neno hilo lilikuwa linazunguka kichwani mwake non-stop. Mwanaume aliyemwambia aache kazi. Mwanaume aliyemwambia atamlinda milele. Mwanaume aliyekuwa kila kitu kwake. Sasa alikuwa anamwandaa kuishi maisha bila yeye. Hakujua afanye nini. Hakujua aanzie wapi. Kwa miaka yote ya ndoa yao, maisha yake yote alikuwa yamezungukwa na Boniface pamoja na watoto wao. Alikuwa ameacha kazi yake kwa ajili ya familia. Akajitoa kabisa kuwalea watoto na kuitunza nyumba yao. Na ukweli mwingine uliokuwa unamuumiza zaidi ni kwamba Doris hakuwa na wazazi. Wote walishafariki miaka ya nyuma. Hakuwa pia na ndugu wa karibu wa kumkimbilia au wa kumshika mkono kipindi kama hicho. Boniface alikuwa familia yake yote. Alikuwa mtu wake wa karibu kuliko wote duniani. Ndio maana alimpenda sana. Ndio maana alivumilia kila kitu. Lakini sasa, huyo alikuwa anamuacha. Doris alijikuta anaogopa hata kesho yake. Ataanzia wapi maisha akiwa peke yake na watoto watatu wadogo? Atarudi vipi kwenye maisha ya kazi wakati alikaa nyumbani kwa muda mrefu? Maswali yalikuwa mengi kiasi kwamba akaona kama kifua kinauma. Polepole akakaa chini pale jikoni. Mmoja wa mapacha alikuwa bado mgongoni mwake, analia kwa sauti ndogo ndogo. Lakini Doris alikuwa kama asikii vizuri hata kinachoendelea. Alihisi upweke mkubwa sana. Hakukuwa na mama wa kumpigia simu na kulia. Hakukuwa na kaka, dada au ndugu wa karibu wa kwenda kulala kwake hata kwa siku moja. Alikuwa peke yake kabisa.